Katibu, tuna matangazo mawili ya bunge. Tangazo la kwanza, baada ya kikao cha bunge, kamati zote tukutane katika ukumbi wa mkutano saa 10 kamili. Somesha darasani kwa wanafunzi jamani, kwa yule asofahamu kujisomea elimu. Na kwa kweli nimeangalia kwa muda ambao nimekaa, nimeona jinsi ya kuwa kumbe hii shule ina vipaji vingi. Huwezi kuviona kwa moja kwa mara moja, lakini kwa sisi ambao tunasimamia masuala haya tumebaini hivi. Vipaji hivi tumeviona kwa watoto wa maandalizi wakati wanaimba nyimbo zao, lakini vipaji hivi tumeviona kwa wasoma risala, jinsi alivyokuwa na flow katika kusoma ile risala, lakini wasomaji wa utenzi kwa watoto wengine wangekuwa na babaika. Tumewaona jinsi walivyokuwa wanazungumza suala zima la utenzi, wanahani vizuri lakini bila kubabaika. Lakini tumewaona vijana wetu ambao wako kama bungeni. Unasema hawa kumbe wakiwa mawaziri kweli wanaweza kufanya vitu vizuri sana. Tumetoka hapo tumekuja kwenye muziki mwisho. Jamani, na mimi niseme tu, nijitambulishe na mimi mwanamuziki, maana ninapenda. Nimependa sana na naomba tuwapigie makofi wenzetu wa mwisho jinsi walivyocheza muziki. Hii ni kuibua vipaji, kusema kuwa kumbe hawa baadaye wanaweza wakawa wana muziki wakubwa sana. Kina Diamond wametoka umumu, kina Zuchu wametoka umumu, na leo wamekuwa mamilionia, wamekuwa na fedha kubwa sana na wanaendesha familia kupitia muziki yao. Kwa hivyo mimi ninaamini kwa kama hivi vipaji tutaendelea kuviboresha, tutaendelea kuvisimamisha, basi ninaamini baada ya muda hawa ndio watakaokuwa watu wetu wa vipaji kwa nchi hii na kaweza kuongoza nchi hii. Kwa majina naitwa namba G2227 Sergeant Musa Abdullah Ali, natokea ofisi ya RPC mkoa Mjini Magharibi katika kitengo cha usalama wetu kwanza, ambayo ni pati ya dawati la jinsia na watoto katika jeshi la polisi. Kwa hiyo mimi nipo hapa na mimi na bahati kwamba nasomesha ndani ya skuli hii ya Regeza Mwendo, lakini pia kuna na shule nyingine ambayo nafundisha. Kwa hiyo nipo hapa kwa jambo kubwa. Tunajua kwamba kuna wimbi kubwa la masuala ya udhalilishaji. Kwa hiyo tumekuja kufanya hiyo treatment, yani tumekuja kwa matibabu hayo, kuona namna gani tunawafundisha watoto kuwa na awareness, kuona kwamba yakitokea mambo ya udhalilishaji wanaripoti vipi, wapi wanapeleka hizi taarifa, lakini pia kuwawezesha kuwakinga, kwa sababu kinga ndio kitu cha msingi kuliko hayo matibabu. Kwa hiyo tupo kwenye huu mradi, tumeletwa na jeshi la polisi kama mwalimu. Mimi actually mwandishi wa habari, nimesomea ualimu vile vile. Kwa hiyo nipo hapa, maana yake kitu kikubwa ni mradi kutekeleza majukumu ya jeshi la polisi. Pamoja